Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini chanzo halisi cha kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche Zidane Maradufu, kikieleza kuwa uchunguzi wa awali umeibua sitofahamu na kuacha maswali mengi ambayo yanahitaji majibu ya kisayansi. Baada ya uchunguzi wa awali kukamilika katika hospitali ya mkoa wa Kigoma Maweni, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Amani Golugwa amesema hakuna jeraha la ndani wala la nje lililoonekana mwilini mwa marehemu isipokuwa mshipa mkubwa unaopeleka damu kichwani ulionekana kupasuka, hali inayodaiwa kuashiria shinikizo kubwa la damu, huku akisisitiza kuwa chanzo bado kina mashaka kuwa kifo hicho si cha kawaida. Kwa upande wake wa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu amesema uchunguzi wa awali umekamilika na sampuli zote zimewasilishwa kwa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, huku jeshi la polisi likisubiri majibu rasmi kabla ya kutangaza chanzo cha kifo hicho. Kama nilivyowajulisha hiyo tarehe 1, ni kwamba nawajulisha pia kwamba uchunguzi wa mwili wa marehemu umefanyika na umekamilika. Sampuli zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kisayansi. Kwa hiyo nilikuwa napenda kutoa taarifa hiyo, lakini pia ninawaomba wananchi kama nilivyowaomba ile siku ya mwanzo kwamba waendelee kuwa watulivu wakati jambo hili linapatiwa ufumbuzi. Nawashukuru sana. Kwenye uchunguzi huo afande, hamna mambo ambayo yamebainika pengine? Ni kwamba sampuli zimechukuliwa. Sasa katika uchunguzi kuna mambo mengi yanafanyika, lakini kwa ujumla ni kwamba sampuli zimechukuliwa ili kwenda kwenye maabara kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Yaani kwenye postmortem huwa kuna mambo mengi. Kwa hiyo wale madaktari wanapopima wakiona kwamba inatakiwa uchunguzi zaidi wa kimaabara, wanachukua sampuli kama ilivyofanyika. Ni kawaida katika mambo ya uchunguzi wa vifo vyenye utata. Kwa hivyo wataalamu ambao wamefanya zoezi hili wamefanya kitu kinachoitwa gross examination, kwa maana ya kufanya uchunguzi kwa yale mambo yanayoonekana kwa macho. Kwa hivyo mwili wa marehemu ulifanywa uchunguzi kwa kupasuliwa kichwa, mapafu, mpaka kwenye tumbo, ili kuyaangalia yale ambayo yanaweza kuonekana kwa macho. Na katika hatua ya sasa taarifa ya awali kabisa ya madaktari wametujulisha kwamba hakuna jambo au jeraha lililosimama ambalo lilikuwa nje ya mwili au ndani lililosababisha kifo chake, isipokuwa mshipa mkubwa sana unaopeleka damu kichwani. Ule mshipa damu iliganda na ilikuwa ni shambulio, shinikizo kubwa, na ndilo jambo likasababisha mauti yake. Sasa ni kitu gani kimesababisha jambo hilo? Ni nini kimechochea, cha ndani au cha nje? Ndilo jambo ambalo uchunguzi haujakamilika. Kwa hivyo mpaka sasa uchunguzi kwa maana ya taarifa rasmi ya nini kimepelekea kifo chake, uchunguzi haujakamilika. Sambamba na hilo, bado mashaka yetu kuhusu na kifo hiki yako pale pale. Mashaka ya sababu ya kifo kilichopelekea ndugu Suez, mashaka yetu bado yako pale pale. Kwa hivyo sampuli zimechukuliwa ili kwenda kupima na kujua ni kitu gani, kama ni sumu, aidha kwa kunywa, kwa kula au kwa kuvutishwa, aidha ilipulizwa au alifanywa chochote, basi ndio uchunguzi sasa unakwenda kufanyika kwa sampuli ambazo zimechukuliwa, ikiwemo damu, ikiwemo ubongo, figo, mpaka machozi ambayo huwa yanapofanywa uchunguzi kwenye maabara yanaweza kuonyesha sampuli za iwapo kama kuna dalili za sumu. Kwa hivyo taarifa rasmi ya ripoti ya jambo hili bado, na mashaka yetu ni wajulishe Watanzania kwamba mashaka yetu kwenye jambo hili bado yako pale pale. Na kwa kweli mashaka yetu yamezidi kutokana na mambo mengi sana. Hapo awali mtakumbuka tulikuwa tukisema jambo hili kwamba kumekuwa na misafara yetu kufuatiliwa na watu na askari
na watu wengine ambao hawana uniform, hawaeleweki ni watu gani. Msafara wetu wa viongozi toka tukiwa Makambako na hata tulipofika Tabora, ninyi ni mashahidi ya picha ambazo tulizitoa za watu wanaofuatilia msafara wetu. Hawana uniform za kipolisi, hawajitambulishi kwamba wao ni kina nani, na hata tulipofika katika hoteli ambazo baadhi ya viongozi tulikuwa tumefika, tuliendelea kuona watu wakitufuatilia. Tunapokwenda kwenye kula chakula, tulishuhudia watu kutufuatilia kwenye hoteli tulizofikia. Kuna trail ya namna ambayo ilikuwa sio ya kawaida sana, na hata marehemu mwenyewe alizungumza jambo hili kwamba kumekuwa na hiyo watu kulifuatilia gari la makamu mwenyekiti na viongozi wengine.